Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayeipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani na nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kumalizia hotuba yangu, nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama. Hapa naomba nisisitize na kusema amani ni mtaji, maridhiano ni daraja, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu. Hatuna budi kuwatumikia kwa amani na utulivu. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an au Qur'an tukufu katika Surat Al-Hujurat aya ya 10 yanayotukumbusha kuwa waumini ni ndugu na kutekeleza kupatanisha baina ya ndugu. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu. Hivyo basi niwaombe tena viongozi na wananchi wote wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, tuendelee kushirikiana tukitanguliza uzalendo, tukilinda amani na kuomba Mwenyezi Mungu atupe hekima, uvumilivu na unyenyekevu, na tuongoze katika njia sahihi ya kulinda makubaliano haya kwa manufaa ya Zanzibar na taifa lote kwa ujumla. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.